الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Anauliza muulizaji, Allah amhifadhi, vipi hukumu ya kumtoa mnyama uzazi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Swali ambalo kwa limejia kuhusiana na muulizaji kuuliza kwake ni ipi hukumu ya kumtoa mnyama uzazi. Jambo la kumtoa mnyama uzazi ni jambo ambalo halifai na ni jambo ambalo lilokuwa limekatazwa katika Uislamu, na Muislamu anatakana kwamba ajiepushe nalo jambo hilo, na hususa wanyama ambao walikuwa hawaliwi, ni jambo ambalo lilokuwa litakikani. Na swali kama hilo kuulizwa na chuoni kuhusiana na hukumu ya istisal arham alqitat walkilab wa nahwihima, wadhālika litahdidi qudratiha ala tanasul. Waliulizwa ahlul ilmi kuhusiana na jambo la kuwatoa paka wale mafuko ya uzazi, mbwa wale na mfano hao kinapunda na wengineo, kwa ajili ya kuwekea kiwango cha kule kuzaana. Vipi kusana jambo hilo? Wakajibu wanachuoni wakasema kwamba yahrumu istisal rahimul hayawanat, ni haramu kutoa fuko la uzazi la wanyama, kuwatoa kizazi, ghaira maakulati lahmi, wale wanyama ambao hawaliwi nyama zao mutlaqan, moja kwa moja ni haramu. Lima fi dhalika min ta'dhib, kwa yale ambao kwa ndani yake katika kuadhibu wanyama, wa ta'thiri fi khilqatihi, na katika kuathiri kuleta athari mbaya katika yale maumbile yao, allati ambayo khalaqahu Allahu alaiha, maumbile ambayo khalaqahu Allahu alaiha, Allah ameumbia maumbile hayo. Waqad dhakara alfuqaha, na kwa hakika wametaja na chuoni wa fiqh, annahu yahrumu khisaa alhayawanat ghairu maakula, wametaja na chuoni kwamba ni haramu kutoa ule uzazi kwa wanyama ambao walikuwa hawaliwi mutlaqan, moja kwa moja, bikhilafi al-maakul as-saghir, kinyume na wale wanyama ambao wenye kuliwa katika ule udogo wao. Baadhi ya wanachuoni wamesema kwamba inafaa kutolewa uzazi, bima fihi min faida tatyib al-lahmi, kwa yale ambao walikuwa ndani yake katika faida ya kuifanya uzuri ile nyama, kwamba kitolewa uzazi wanasema kwamba nyama yake inakuwa ni nzuri. Jaa fi al-majmu' lin-Nawawi, imekuja katika majmu' kitabu cha al-Imam an-Nawawi, kwa maana majmuu sharh muhadhab katika juzuu ya 6 ukenda kurasa 177, na katika baadhi ya chapa ukenda katika juzuu ya 5 basi utakuta hayo. Anasema al-Imam Nawawi, la yajuzu khisa'u hayawan, haijuzu kutolewa uzazi kwa wanyama, la yuqalu, wanyama ambao walikuwa hapaliwi nyama zao, la fi sigharihi wala fi kibarihi, si katika udogo wake mnyama huyo wala si katika ukubwa wake mnyama huyo. Kwa maana katika hali akiwa mdogo haifai kutolewa uzazi, na katika hali ukubwa wake haifai kutolewa uzazi. Wa yajuzu khisa'il maakul fi sigharihi, na inajuzu kutolewa uzazi yule mnyama ambaye mwenye kuliwa, fi sigharihi, katika ule udogo wake, lianna fihi gharadhan, kwa sababu ndani yake kuna lengo, wa huwa tibu lahmihi, nayo ni kuifanya vizuri ile nyama yake. Wala yajuzu fi kibarihi, wala haijuzu akiwa mkubwa mnyama huyo. Maelezo ya Imam Nawawi yamekuja hapo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halifai kutolewa mnyama uzazi, idh la faidata mu'tabara fihi, kwa sababu hakuna faida ambayo ilikuwa inazingatiwa ndani yake. Na Uislamu unahitaji na unataka kwamba ufanye wema, yani Muislamu ametakiwa kwamba afanye wema, mpaka vile vile kuwafanyia wema wanyama, na waache wanyama katika maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala
alikuwa ameombia. Na sisi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tuna kiigizo ambacho kwa chema. Wallahi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni mwema kwa viumbe wote, kwa binadamu, kwa majini, mpaka kwa wanyama. Bwana mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwema. Hebu tuiangalieni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyokuwa katika Sunan Abi Daud, kuangalia wema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anatusimulia, kunna ma'a rasulillah, sisi tulikuwa pamoja na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, katika safari moja. Fantalaqa lihajatihi, basi mtume akaondoka kwenda katika haja yake. Faraaina, sisi anasema Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud anasema faraaina hummarata, sisi tukamuona hummarata, ndege. Wanatafsiri ahlul ilm wanasema huwa ta'irun saghir yushbihu al-usfur, ndege mdogo anafanana na usfur. Tukamuona ndege huyo sisi, maha farkhan, kwa kile kukaa kuna watoto wawili, vifaranga wawili, watoto wake wadogo wawili. Fa akhadhna farakhaiha, sisi tukavichukua vile vifaranga vyake, wale watoto wake. Fajaati alhummara, akaja yule ndege alhummara. Fajaalati tufarrishu, basi akawa yule ndege wakati alipokuja katika ile sehemu alioacha wale watoto wake, akawa tufarrishu, wanatafsiri ahlul ilm tatiru wa turafrifu faz'an, akawa manaka anaruka huku na huku kwa fadhaa, kuwatafuta wale watoto wake. Lifaqdi farkhaiha, kwa kule kuwakosa wale watoto wake wadogo, kwa kuwakosa wale watoto wake wadogo akawa anahangaika yule mnyama yule. Fajaa an-nabiy, wakaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume alayhi salatu wassalam alipomuona yule ndege akauliza, faman fajaa hadhihi biwaladiha, ni nani yule ambaye alomhuzunisha ndege huyu na kumtia hofu ndege huyu kwa kule kumchukulia watoto wake ambao walikuwa ni wadogo? Wale masahaba wakasema, ni sisi ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ruddu waladaha ilaiha, basi warejesheni watoto wake kwake yeye, kwa maana warejesheni wale watoto wake kwake yeye. Yani hii yote ni huruma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu anafundisha namna, anawafundisha umati wake namna ya kufanya ihsani kwa wanyama. Kadhalika vile vile Abdullah ibn Mas'ud anasema, waraa qaryatan naml qad harraqnaha, na mtume akaona sehemu ya sisimizi, kwamba sehemu yao sisimizi ile kwamba sisi tumeitia moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, nani ambaye man haraka hadhihi, nani ambaye alikuwa amewaunguza hawa wanyama, hawa wadudu sisimizi? Qulna nahnu, tukasema sisi ya Rasulullah. Qala, mtume akasema, innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin-nar illa rabbun nar, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haifai kuadhibu moto isipokuwa Mola wa moto. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha kwamba wanyama wanatakiwa kwamba fanywe ihsan. Kwa hiyo kuwatoa uzazi wa nyama ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Muislamu anatakana kwamba ajiepushe nalo, ila baadhi ya wanachuoni wamejuzisha kuhusiana na wanyama wale ambao wenye kuliwa katika hali ya udogo, yani wakiwa katika ile hali ya udogo. Na hiyo maana yake kwa utaalamu maalum, si kwa maana mtu kujifanyia tu, ndio anasema kwamba ile nyama yake inakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini alhasil, Muislamu ni vyema akajepusha na jambo hilo, kwa sababu jambo hilo linaleta madhara kwa wanyama, na haifai kuwaletea madhara wanyama na kuadhibu wanyama, kwa sababu ni maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewaambia. Wewe Muislamu anatakana kwamba ajiepushe nalo jambo hilo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.